Moduli ya 11. Huduma ya mama na mtoto. Mwanafunzi mpendwa, umefanya vizuri hadi sasa. Nina furaha kwa ajili yako. Katika moduli hii, tunajifunza kuhusu mama na watoto wachanga. Kama mtoto, huenda ulijichezea kama mama akiwa na mdoli mkononi. Hapa ndipo huduma halisi ya baada ya uzazi inapoanza. Mama wanaotoa huduma wanahitaji msaada. Zamani, mama wachanga walisaidiwa na mama zao ambao hawakujali tu mama bali pia wajukuu wao. Sasa katika dunia ya kisasa, mijini, mama wako peke yao na hawawezi kujimudu wenyewe na mtoto mchanga. Hapa utajifunza kuhusu mama wachanga na mtoto mchanga na jinsi ya kutoa msaada katika kunyonyesha, kutunza watoto kwa kuwapa chakula cha ziada na jinsi ya kucheza nao, kuwaburudisha, kudumisha usingizi. Inko. Moduli hii ni ya kujifunza kwa furaha, lakini bado jifunze kwa makini unavyoshughulikia watoto kwani ni dhaifu, laini na wapole. Shughulikia kwa uangalifu. Ninakutakia mafanikio katika kujifunza. Habari za asubuhi mama. Afya yako iko vipi sasa? Unajisikia vizuri zaidi? Ndiyo. Kwanza ilikuwa mume wangu aliyependekeza huduma za afya nyumbani. Nilikuwa na shaka kwamba watu kutoka nje ya familia wangeweza kumtunza mtoto wangu na nikasema hapana kwa hilo. Lakini katika siku hizi 5 niligundua kuwa nilikuwa nimekosea. Kweli, asante kwako. Sijui jinsi ya kueleza hisia zangu kwa maneno. Ninajua jinsi ilivyo changamoto kumtunza mtoto mchanga, ndio maana tuko hapa kukusaidia katika hilo. Ni wajibu wetu mama. Sasa tunakwenda kujadili jambo muhimu sana. Kwanza kabisa ni kuhusu kunyonyesha. Ndiyo, najua kuhusu kunyonyesha, lakini hakika ushauri wako katika suala hili utanisaidia sana. Kwa hivyo tafadhali endelea, nitachukua nukuu. Bila shaka, kwa kunyonyesha, mtoto wako atapata lishe. Na hiyo tu inaunda uhusiano mzuri kati yako na mtoto aliyezaliwa. Kwa hivyo, kwa wiki chache za kwanza, kila baada ya saa 2 hadi 3, tutakuwa tukimlisha mtoto. Wakati wowote mtoto analia au kunyonya vidole vyake mwenyewe, inamaanisha mtoto anahitaji maziwa. Wakati huo, tunapaswa kumlisha mtoto. Lakini nitajuaje kama mtoto ameshika vizuri au la? Unapaswa kuwa na uhakika wa kushika vizuri. Kwa kunyonyesha kwa mafanikio, hawapaswi kunyonya chuchu zako tu, bali pia wanapaswa kunyonya sehemu ya nje ya chuchu. Mashavu yatakuwa yakisogea na pia utaweza kusikia sauti ya kumeza ya mtoto. Hizi ni dalili zitakazoonyesha kuwa mtoto amekula vizuri. Iwapo utahisi maumivu yoyote, unaweza kuondoa na kuanza tena mchakato wa kushika. Ikiwa nitapata shida yoyote katika kunyonyesha, basi nifanye nini? Usisite kamwe kuomba msaada wowote. Katika kila hospitali kutakuwa na mshauri wa kunyonyesha. Watakupa mwongozo sahihi na watakusaidia kwa hakika, na mchakato huu utakuwa laini sana baada ya hapo. Itakuwa nzuri kwa Je, unaweza tafadhali kueleza kuhusu kubadilisha nepi na mara ngapi ninapaswa kubadilisha? Kwa mtoto mchanga, mara 8 hadi 10 tunapaswa kubadilisha nepi. Ikiwa nepi imejaa maji, basi tunapaswa kubadilisha mara 1. Mwanzoni utaona rangi ya manjano au rangi kali. Wakati huo, kukausha ni muhimu sana. Ni kukausha tu kutaka kumsaidia mtoto kuzuia vipele chini ya sehemu hizo. Sawa.
Je, kuna njia yoyote ya kuzuia vipele vya nepi? Ili kuzuia vipele, kwanza, ikiwa nepi imejaa maji au imechafuka, lazima ubadilishe mara moja. Na nepi inapaswa kuwa huru sana ili kuwe na mtiririko wa hewa chini ya mtoto. Kutumia krimu za unyevu kutalinda ngozi. Sawa. Pia, unaweza tafadhali kueleza kuhusu mazoea salama ya kulala? Nataka pia kujua kuhusu hilo. Kwa kweli, hili ni swali zuri. Kimsingi, kwa mtoto wako, kila wakati unamfanya alale chini, unapaswa kutumia povu laini sana na blanketi zilizochapishwa. Blanketi na mito mingine na vinyago lazima viondolewe kabisa kutoka kwenye nafasi hiyo. Sawa. Je, kufunga mtoto kwa blanketi ni salama kabisa? Ndiyo, ni salama sana. Itamfanya mtoto ajisikie salama sana, lakini ni jukumu lako kuhakikisha kuwa haijawa ngumu sana, hasa juu ya eneo la nyonga. Katika hali hizo, unaweza kutumia blanketi zisizo na uzito. Hiyo itamruhusu mtoto tu kuhamia. Lakini kila wakati unapofunga mtoto kwa blanketi, hakikisha kuwa wamelala kwa mgongo wao. Unaelewa? Ndiyo mama. Na pia, nitajuaje kuwa mtoto wangu ameshiba vya kutosha? Unapomisha mtoto wako, unapaswa kumfuatilia. Kwa hilo, unapaswa kuangalia uzito wake na pia unyevu wa nepi. Mtoto aliyeshiba vizuri atatumia nepi 8 hadi 10 kwa wiki. Na baada ya wiki 3, kila wiki watakuwa wakitumia nepi 1 hadi 3. Hakika, nitamfuatilia kwa hakika. Baada ya kujifungua, nitapona vipi? Je, unaweza kunieleza kuhusu hilo? Kwa kweli, kupona ni muhimu sana kwako. Unapaswa kila wakati kupumzika na kuweka mwili wako na maji mengi. Muhimu, unapaswa kula tu chakula chenye lishe. Ikiwa umefanyiwa upasuaji wa C-section, basi kuinua vitu vizito lazima kuepukwe kabisa. Kufuata maagizo ya daktari kutakufanya uhisi vizuri sana. Ni sawa, lakini nitampa kipaumbele mtoto wangu kwanza, kisha nitajitunza. Hisia inayotokea ndani yako ni ya kawaida sana, lakini ni wewe tu unaweza kujitunza. Kujitunza ni muhimu sana. Hata kama utapata nafasi kidogo, tafadhali pumzika kidogo. Ikiwa unajisikia vibaya, tafadhali tafuta msaada bila kusita. Ninaweza kuhisi hisia nyingi. Je, hii ni kawaida katika hatua hii? Kabisa. Kila mzazi mpya atapitia mabadiliko makubwa ya hisia na hisia nyingi za huzuni zitaibuka ndani yao. Kimsingi, hii inaitwa huzuni ya mtoto. Hii ni mabadiliko ya kawaida ya homoni. Na kimsingi, wewe kuzoea uzazi kunasababisha aina hizi za msongo. Ikiwa hisia zako za huzuni zinaendelea kukusumbua kwa siku nyingi, tafadhali wasiliana na mtaalamu wa magonjwa ya akili kwa ajili yako. Hakika, lazima niwe mama mzuri kwa mtoto wangu. Hiyo ndio kipaumbele changu cha kwanza. Kwa ajili ya mtoto wako, unapata taarifa nyingi kadri iwezekanavyo kutoka kwangu. Hii yenyewe ni ishara ya mzazi mzuri. Usisite kuwa na marafiki na familia karibu nawe, na pia usisite kutafuta msaada wao. Hakika mama. Na pia kuhusu mazoezi yangu baada ya kujifungua, ni lini nianze?
Hilo litashauriwa na daktari wako, lakini si lazima kwa wiki 2 hadi 3 za mwanzo. Kwa kawaida, daktari wako atashauri mambo haya baada ya wiki 6 za ukaguzi wa baada ya kujifungua. Sawa, jinsi gani naweza kujua kama mtoto wangu ni mwenye afya au la? Je, kuna vidokezo vyovyote kwa hilo? Hakikisha unampeleka mtoto wako kwa daktari wa watoto mara kwa mara kila wiki 2 hadi 3. Chukua chanjo zinazohitajika kwa wakati sahihi na fuatilia ukuaji na afya yao. Iwapo utaona mabadiliko yoyote katika mwili wa mtoto, wasiliana mara moja na daktari wa watoto wa karibu. Hata jamaa na marafiki zangu walikuwepo kwa wiki 1 au 2 baada ya kujifungua kwangu. Hata nikiwa na kila mtu, nahitaji msaada wako. Msaada wako ni muhimu sana kwangu. Hata ulijibu maswali yangu yote kwa uvumilivu mkubwa, na asante kwa kushiriki maarifa yote. Nilikuwa nikishiriki tu kile huduma za afya za nyumbani zilinifundisha. Hiyo tu, na asante kwa wema wako. Hey, ulifurahia moduli hii? Mwanafunzi mzuri atatazama tena, kujifunza, kuchukua maelezo na kufanya mazoezi ya kile wanachojifunza. Kuna methali ya Kichina inayosema, ninaposikia naweza kusahau, ninapoona nakumbuka, lakini ninapofanya ninaelewa. Uguzi si jambo la siku moja. Kadri unavyozidi kufanya mazoezi kwa bidii, utakuwa mtaalamu bora na utapenda kazi hii. Baada ya kutazama mara chache, chukua mtihani. Utaulizwa maswali ili ujibu. Mitihani hii ni kuhakikisha unajifunza vizuri. Kama unavyojua, ili kuendelea na moduli zinazofuata na kumaliza moduli hizi 12 na zaidi na kupata cheti, lazima upite mitihani hii na kuwa msaidizi wa huduma za afya za nyumbani aliyefanikiwa. Sisi kama SVP Vishwa Vidyapat tunataka uwe mtaalamu aliyefanikiwa maishani mwako. Asante kwa kujifunza moduli hii kikamilifu na kutakia kila laheri.